Wapendwa katika Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nipende kuwakaribisha katika somo la leo mchana huu. Tutakuja kuangalia somo letu la leo linalohusu vipindi 7 vya ulaji ambavyo mwanadamu ameweza kupitia katika maisha. Awali ya yote nipende kuambia kwamba usisahau kusubscribe, like, comment na kushare katika channel hii ya YouTube iwe wa kwanza kupata taarifa. Tutaanza kuangazia somo letu la vipindi 7 vya ulaji ambavyo mwanadamu ameweza kupitia. Tukianza na kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza ni kipindi ambacho mwanadamu akiwa katika hali yake tukufu. Na kipindi cha pili ni kipindi ambacho mwanadamu akiwa katika anguko, maisha baada ya uasi, baada ya kuweza kutenda dhambi ile mwanadamu ya Kanaani. Kipindi cha tano ni kipindi cha wana wa Israeli walipofika Kanaani, maisha ya Kanaani. Hichi ni kipindi cha tano. Na kipindi cha sita ni kipindi cha sita ni kipindi cha kilianza mwaka 1844 mwisho wakati ndani na unabii wa siku 2300. Kisha kipindi cha saba ni kipindi ambacho kinaweza sasa kuelezea maisha ya mbinguni itakuwaje kwa swala la ulaji. Tukianza kufanua kipindi kimoja baada ya kingine, kianza na kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza tulisema ni kipindi ambacho mwanadamu akiwa katika hali yake ya utukufu, Mungu aliweza kutoa chakula, na chakula hiki kinapatikana katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza na ule mstari wa 29. Mungu anatoa chakula. Msomaji wangu waweza kwenda tukaona Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 29 anasema, Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mti utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kama tulivyoweza kuona katika fungu letu la Mwanzo ile sura ya kwanza na ule mstari wa 29, Mungu ameweza kutoa chakula. Hapa ni baada ya kuweza kufanya uumbaji na kumaliza kabisa, Mungu akaweza kutoa chakula cha namna hiyo. Unaona kwamba miche na matunda na kadhalika, ndicho chakula cha mwanadamu. Baada ya uumbaji kabisa, Mungu alipomaliza akaweza kutoa chakula cha namna hii ambacho kwa katika ukamilifu, wala mwanadamu hakuweza kupungukiwa chochote kwa kutumia chakula hiki. Pia tukiingia katika kipindi cha pili. Kipindi cha pili ni kipindi ambacho mwanadamu akiwa katika hali ya uasi, baada ya mwanadamu kuweza kufanya uasi na kuweza kufukuzwa katika Eden. Katika kipindi hiki Mungu aliweza kutoa chakula kama kumuongezea chakula ambacho atakachoweza kutumia. Na hivi tunaweza kuiona katika kitabu cha Mwanzo. Ukianza na kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza na mstari wa 29, chakula hicho ataendelea nacho. Pia katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 mstari wa 18 na 19 tutaweza kuona chakula ambacho Mungu aliweza kumuongezea mwanadamu. Haya, msomaji wangu, hebu twende tusome. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 18 hadi 19 anasema, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kuona katika kipindi hiki cha pili Mungu chakula ambacho alichoweza kukitoa, unaona kwamba anaenda kuongezewa chakula kingine ambacho ni chakula cha mboga za kondeni. Mungu anaweza kumuongezea mwanadamu chakula hicho aweze kutumia, ni baada ya uasi. Pia katika kipindi cha tatu ni kipindi ambacho mwanadamu alitoka katika gharika, ni kipindi cha gharika. Baada ya mwanadamu kutoka katika gharika, hakuweza kuwa na chakula ambacho kilichoweza kusalia katika uso wa nchi, kutokana kwamba na viumbe vyote, mimea yote ilikuwa imekwisha kufa, isipokuwa wale wanyama tu alikuwa nao Nuhu katika safina. Katika kipindi hiki Mungu anaweza kuruhusu ulaji wa nyama, lakini kwa masharti makubwa sana na makali sana. Hii tunaweza kuipata ni katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 9 na ule mstari wa kwanza hadi wa 5, imeweza kuelezewa jinsi Mungu alivyoweza kutoa chakula hiki. Pia tunaweza kupata katika kitabu cha Mambo ya Walawi ile sura ya 11 na ule mstari wa 10, 11, 12 na mstari wa 14. Mungu anaweza kutoa chakula kwa ajili ya mwanadamu baada ya kutoka kwenye safina na kwa hakuna
chakula cha mimea. Mungu anaweza kumwongezea chakula cha nyama mwanadamu, lakini kwa masharti makubwa sana. Msomaji wangu, tuweze kusoma tupate kuelewa. Mwanzo sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 5 nasema, Mungu akambariki Nuhu na wanawe akamwambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Kila mnyama wa katika nchi ataogopa ninyi na kuwa hofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika na wapeni hivi vyote, bali nyama pamoja na uhai, yani damu yake msile. Hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka, na katika mkono wa kila mnyama nitaitaka, na kwa katika mkono wa mwanadamu, na kwa katika mkono wa ndugu ya mtu, na katika uhai wa mwanadamu. Mambo ya Walawi ile sura ya 11 mstari wa 10 hadi 12, pia mstari wa 14 anasema, nao wote wasio na mapezi na magamba ndani ya bahari na ndani ya mito, kati ya hao waendao majini na katika wote wenye uhai walio majini, hao ni machukizo kwenu, watakuwa machukizo kwenu. Msile nyama yao, na mizoga yao itakuwa machukizo kwenu. Kila asiye na mapezi wala magamba aliye ndani ya maji ni machukizo kwenu, na mwewe na konzi. Kwa tulivyoweza kuona katika vitabu hivi vilivyoweza kusomwa, Mungu anaweza kuruhusu ulaji wa nyama kwa wanadamu, lakini kwa masharti makubwa sana. Anaweza kutoa chakula cha nyama na kuweza kutoa masharti na kusema ya kuwa nyama pamoja na damu yake isiweze kuliwa, kwa maana uhai wa kila mnyama wapatikana katika damu. Hivyo tunaona jinsi ambavyo chakula hiki kinaweza kutolewa kwa masharti makubwa sana, ukilinganisha na vyakula vingine kama tulivyoweza kuona huko mwanzo vilivyoweza kutolewa na jinsi ambavyo wanadamu walivyoweza kuvitumia. Mungu hakuweza kutoa kwa masharti makubwa kama jinsi ambavyo chakula hiki cha awamu ya 3 Mungu alichoweza kukitoa. Basi kwa leo tutaweza kuishia hapa, na tutaendelea na somo letu, ila tu usisahau kusubscribe, kulike na comment, kushare video hizi ili wa kwanza kupata masomo mengine tutakao kuja kuendelea. Wakati mwingine tutaendelea na kipindi cha 4, cha 5, 6 pamoja na kipindi cha 7. Basi Mungu akubariki. Amen.